Namshukuru Luba, muumba pekee wa kweli, na tena nawakaribisha tena kwa mara nyingine ndugu zangu, maana ametuwezesha tumekusanyika kwa siku ya leo katika lengo la kujifunza, kujua ukweli. Maana wakati ambao tunaishi ni wakati ambapo walio wengi wako katika mkanganyiko mkubwa sana, hawajui wajiulize nini, hawajui waende wapi, hawajui wamwamini nani, aidha waamini nini, waabudu nini, waabudu nani. Kwa hiyo walio wengi walifikiri kile walichofikiri kwamba ni ukweli, wamekuja kuona kwamba kuna itilafu nyingi sana. Sasa wapi kwa kwenda? Je, mna uhakika na hicho mnachokiongea? Maana mnaposema kwamba Yesu hajawahi kuwepo, mnapenda kumaanisha kitu gani? Kwa nini mseme kwamba Yesu si mkombozi wa watu weusi? Sasa kama yeye si mkombozi wa watu weusi, ni mkombozi wa kina nani sasa? Aidha mnapenda kuja kutuchanganya, aidha nyinyi ndio manabii wa uongo ambao umetumwa katika nyakati za mwisho, ambapo Yesu alisema kwamba kutakuja makristo, kutakuja manabii wa uongo. Mtuambie kama ndio nyinyi, aidha namna gani? Kwa hiyo maswali ni mengi, na ndio maana kwa siku ya leo tutapitia kwenye hicho kipindi tena kwa namna nyingine, ili kuingia kiundani, kuwaonyesha na kuwadhibitishia ndugu zangu wote weusi kwamba Yesu yule ambao anaita Yesu Kristo kwamba si mwokozi wa watu weusi. Tutaenda kudhibitisha tena ndani ya Biblia. Sitaingia ndani ya karata ndemsia za nini, vitabu ambavyo tunaanza no. Leo ni ndani ya Biblia za kisasa ambazo wapendwa mko nazo. Ndio maana mtaenda kuchunguza pamoja na mimi, tutaenda polepole, andiko kwa andiko, mstari kwa mstari, nanyi mtakuja kuelewa tena kwa mara nyingine kwamba hakika huyu wanayeita Yesu, kama aliwahi kuwepo kwa mujibu wao, kweli hakuja kwa ajili ya watu weusi. Najua kwamba wale ambao wanaamini Yesu tayari watakuwa wanaanza kuguna sema, na wewe pia, mbona nini unatuletea mambo ya ajabu ajabu? Lakini nawaambia ukweli ndugu zangu, ndio maana ni vema kuongea. Tunaweza tukasema dini zote ni za uongo, lazima tuonyeshe kweli kweli kwamba dini zote ni za uongo. Maana sisi hatuishii kuongea tu kwamba ni za uongo na tunasimama hapa, tunaingia ndani ya maandiko, na yale maandiko ambayo yanaaminiwa, ambayo nasi pia hata mimi mwenyewe hapo awali nilikuwa nayasoma na naona kwamba ni ya ukweli, lakini unapofumbuliwa namna ya kuona kitu utasema nilifikiri kujua, kumbe sijui. Kwa hiyo kuna andiko ambalo tutasoma hapa ambalo karibu nyinyi nyote mnasoma, mnalifahamu vizuri, lakini namna ya kuelewa andiko hili hamjawahi kulielewa. Sasa leo mtaenda kulielewa vizuri na mtajua kwamba hakika haina haja ya kuwa na wasiwasi kuhusiana na ukweli ambao umekuja. Watu watasema Yesu ndiye aliyewaokoa, Yesu ni Bwana mwokozi wa maisha, yeye ni Baba, yeye ni Mwana, yeye ni Roho Mtakatifu. Alishuka duniani, akazaliwa, alitemewa mate, na huyo ni Mungu. Amewekwa kwenye msalaba, amepigwa ndani, ametundikwa kwenye msalaba, alafu akachomwa na mkuki mbavuni. Akasema, Baba, kwa nini umeniacha? Wakati yeye tena ndio Baba. Akafariki, akazikwa, tena Mungu akamfufua wakati yeye ndio Mungu. Haya mambo yote yanachanganya walio wengi, na ukiingia katika dini, hata mimi wakati nilipokuwa katika dini, tuseme ukweli, kuhusiana na swala la Utatu Mtakatifu nilikuwa nashindwa sana kujitetea, na ndio maana mara nyingi nilikuwa nakimbia hao wanaoita mashahidi wa Yehova sana. Wanapokuja wanaleta mambo yao ya amkeni na mnara wa mlinzi, afu wanaleta maandiko ya ajabu ajabu ambayo unashindwa hata kujitetea, maana hatuna cha kujitetea. Lakini wakati huu waje tuone sasa kama kwelikweli wanaweza kafua dafu kama jinsi wanavyosema Waswahili maana ukweli umeshaingia na hawawezi wakaingia popote pale ambapo hatuwezi tukagusa na kuambia kwamba hicho mlichotuaminisha zamani, kumbe uongo mtupu. Ndugu zangu, Yesu Kristo si mwokozi wa watu weusi. Tutaingia katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 15.
Mathayo sura yake ya 15, nitaenda polepole ili pia mwende kuchunguza pamoja na mimi wakati tunaposoma kitabu cha Mathayo sura yake ya 15. Nina uhakika kwamba mafundisho haya yatakuwa marefu sana, huenda, lakini sina uhakika kama yatakuwa marefu sana. Mathayo sura yake ya 15, tutaanza kwenye mstari wa 21. Hapa tunapenda tu kwenda kuonyesha kwamba, ndugu zangu weusi, popote pale mlipo, ukisikia kwa mfano mafundisho haya kwa siku ya leo, yaani leo iwe ni mwisho kuamini kwamba huyu jamaa alikuja kwa ajili yako. Dada unayenisikia, kama ulifikiri kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili yako, leo ndio utasema kwamba bye bye, na utajua nani aliyekuja kwa ajili yako kwa siku ya leo. Mathayo sura yake ya 15, tunaanza kwenye mstari wa 21. Ndani ya Biblia za kisasa unaweza ukachukua kila toleo lolote, kwa sababu kuna toleo nyingi sana za Kiswahili, pia hazipungui hata 5 za Kiswahili ambazo unaweza ukachukua na kwenda kuchunguza pamoja na mimi. Inaanza kusema hivi kwenye mstari wa 21: Yesu aliondoka mahali hapo akaenda kukaa katika sehemu za Tiro na Sidoni. Na maana kwamba Yesu alikuwa sehemu fulani kwa mujibu wa Biblia. Sasa ikaonekana kwamba hapo anatakiwa kuondoka na aende sehemu nyingine, na hiyo sehemu nyingine aliyoenda ni Tiro na Sidoni. Kumrazi, ni Tiro na Sidoni. Sasa mstari wa 22 ikasema, basi mama mmoja Mkanaani. Hapa muwe makini sasa, ndio tunaanza kuingia vizuri. Basi mama mmoja Mkanaani wa nchi hiyo alimjia akapaza sauti, Bwana, mwana wa Daudi, nionee huruma, binti yangu anasumbuliwa na pepo. Pepo ndio nini? Ndio demon. Kwa hiyo akiwa huko Tiro, akiwa huko Sidoni, kuna mwanamke mmoja ambaye ni mwanamke Mkanaani akamjia huyu ambaye wataita Yesu, na akapaza sauti akisema, Bwana, ambaye ni Yesu anayemwelekeza, mwana wa Daudi, unionee huruma. Kwa nini? Kwa sababu binti yake amepagawa na pepo, binti yake amepagawa na demons. Sasa swali kabla ya kuendelea ni kupenda kwanza kujua Mkanaani ni nani? Sasa huyu mwanamke alikuwa Mkanaani. Sasa Wakanaani ni nani? Hapa ndio jibu mtakapo ulielewa vizuri. Je, Wakanaani ni watu weusi, wazungu, aiza damu mchanganyiko, chotara gisi tunavyoita metisi? Wakanaani ni akina nani? Sijui wewe unaelewa nini, sijui Mkanaani kwako wewe unamchukulia ni mtu wa namna gani. Sasa mimi nitawaambia kwamba Wakanaani ni watu weusi. Narudilia tena, Wakanaani ni watu weusi. Ila najua kwamba wengine wataguna, watasema Imani, usituaminishe kila ambacho wewe umeamini. Tunapenda kuchunguza, na sisi pia tunapenda kuona kweli kweli kama Wakanaani, ikiwa kweli kweli wao pia ni weusi, ndio haiza hapa, ili kwenda kuchunguza ikiwa kweli kweli Wakanaani ni watu weusi. Tunaenda kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 10. Andikeni, mnaweza mkaanani baadaye. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 10 mstari wa 6. Mwanzo 10:6, ili kuona kweli kweli kwamba Wakanaani ni watu weusi. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 10 mstari wa 6 inasema hivi: watoto wa kiume wa Hamu. Hamu ndio nani? Hamu ni mtoto wa pili wa Nuhu, maana Nuhu alikuwa na watoto hawa watatu kwa mujibu wa Biblia. Alikuwa na Shemu, alikuwa na Hamu na alikuwa na Yafeti. Watoto hawa watatu wa nani? Wa Nuhu. Sasa hapa wanatutajia sasa
majina ya watoto wa pili, yani tuseme wa Hamu ambaye ni mtoto wa pili wa Nuhu, anasema ni nani? Walikuwa Kushi, Misri, Puti na Kanaani. Watoto hawa wana, narudilia tena, Mwanzo 10:6, watoto wa kiume wa Hamu walikuwa Kushi, Misri, Puti na Kanaani. Kwa hiyo Kanaani ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Hamu, mjukuu wa nani? Mjukuu wa Nuhu. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Kanaani alikuwa mtoto wa Hamu ambaye tena ni mjukuu wa nani? Mjukuu wa Nuhu, yule Nuhu ambaye alijenga safina, watu wakaingia wakaokolewa. Nawapatia ili mpate kuelewa vizuri. Sasa wanaposema Kushi ni nani? Kushi katika tafsiri zingine ni Ethiopia. Sikilizeni kwa makini. Kushi ni Ethiopia. Misri, unaijua Misri? Kwenye tafsiri zingine wanasema Mithraim. Kwa hiyo ukiona wanaandika Mithraim, uelewe ni Misri. Puti na Kanaani wote ni watoto wa baba mmoja. Sasa kwa sasa hivi tunapoongea kuhusiana na Misri, imevamiwa. Ukisema Misri, sio watu weusi ambao unawaona pale, walio wengi ni wa Magrebu ambao wanajaa pale. Watu watafikiri kwamba Misri inayoongelewa hapa ni wale ambao wako pale. No, hiyo Misri ni kabla ya kuvamiwa na wale ambao wako pale. Misri ilikuwa ni ya watu weusi, hiyo mwelewe vizuri. Hata ndio maana mafarao wote walikuwa ni weusi. Hiyo ni jambo ambalo mnatakiwa kulielewa, hamtakiwi kufikiri kwamba si. Ethiopia afadhali nao pia tunawaona. Ethiopia ni wazungu? Ethiopia ni Waarabu? Ethiopia ni weusi, si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo Ethiopia ni kaka yake na Misri. Ethiopia ni kaka yake na Put. Ethiopia ndiye kaka yake na Kanaani. Sasa tayari tumeshajua kwamba Mkanaani ni ndogo wake na Ethiopia, ni ndogo wake na Misri, ni ndogo wake na Put. Ni mtoto, sasa ni watoto wa baba huyu mmoja na mama huyu mmoja. Kwa hiyo mnaelewa kwamba Kanaani ni mdogo wake wa Ethiopia, si ndio? Kushi. Tayari mumeelewa. Sasa turejee kwenye historia yetu, si ndio? Hivi ndivyo watu wanasoma Biblia, mwende kuelewa, sio tu mnaaminishwa na no, tayari tumeshajua Kanaani ni nani. Sasa tunarejea sasa kwenye somo letu, kitabu cha Mathayo sura ya 15 na tunaanza mstari wa 21 ambao tumeanza kusoma. Yesu aliondoka mahali hapo akaenda kukaa katika sehemu za Tiro na Sidoni. Mstari wa 22. Basi mama mmoja Mkanaani, yani mwanamke mweusi. Nafikiri hapa hamtakuwa na wasiwasi, tayari tumeshapata picha. Basi mwanamke mmoja Mkanaani wa nchi hiyo alimjia akapaza sauti, Bwana, mwana wa Daudi, nionee huruma, binti yangu anasumbuliwa na nini? Na pepo. Kwa hiyo nisaidie, binti yangu amepagawa, ana pepo. Sasa twende kusikiliza majibu ya huyu ambaye wataita Yesu kuhusiana na huyu mwanamke ambaye ni Mkanaani, ambaye amepaza sauti, analia, anapenda mtoto wake akombolewe, yaani demon, pepo ambayo inampagaa ipate kuondoka. Mathayo 15:23. Lakini Yesu hakujibu neno. Kuna nukta. Mwanamke amekuja mbele, anapiga kelele, analia, na mwanamke ambaye mtoto wake amepata matatizo. Nyote mnajua uchungu wa mama jinsi ulivyo, yaani analia, anapiga kelele, nisaidie Yesu. Yesu hata kujibu hakumjibu, akakaa kimya. Kwa nini amekaa kimya? Ikiwa yeye amekuja katika lengo la kuokoa, kukomboa, kutoa watu katika vifungo, kwa nini akae kimya? Kwa nini asimjibu huyu mwanamke?
Kwa nini akae kimya? Yesu hakujibu neno. Tunaendelea na kusoma. Basi wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, kuna nukta mbili, mwambie aende zake, maana anatufuatafuata akipiga kelele. Kwa hiyo baada ya hapo, wanafunzi wa huyu ambaye wataitwa wanafunzi wa huyu Yesu walikuwa pamoja katika safari hiyo, wakiwa pamoja na huyo Yesu huko Tiro na Sidoni. Sasa huyu mwanamke akija nyuma, anawafuatafuata, napiga kelele, nisaidie, Yesu mwana wa Daudi, nisaidie, binti yangu amepagawa na pepo. Hadi wanafunzi nao pia wakakwazika, wakamwambia Yesu, mwambie aende zake bwana, mbona ananisumbua sumbua? Aondoke huyu mwanamke Mkanaani, mwanamke mweusi. Mstari wa 24, Mathayo 15. Yesu akajibu, kuna nukta mbili. Alijibu nani? Yesu alijibu nani? Yesu amjibu huyu mwanamke? Hapana, anawajibu wanafunzi wake. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri eh? Tutaenda kusoma. Yesu akajibu, kuna nukta mbili. Sikutumwa sikutumwa ila kwa watu wa Israeli waliopotea kama kondoo. Wanaposema sikutumwa, kuna neno ambao wameficha wa kuandika. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri, tunaenda polepole. Yesu anasema sikutumwa. Au kutumwa unamaanisha ni mbona umetumwa na baba yako, si ndivyo ulivyosema? Sasa anaposema hakutumwa anamaanisha kitu gani? Sikutumwa ila ikiwa haukutumwa, unatakiwa kutuambia au kutumwa nini na nani na nini na nini, tuwaeleze vizuri. Kuna neno wamewaficha hapo, wakaacha kwa sababu walijua. Alipenda kusema sikutumwa kwao hao weusi, haijaandikwa, na ndio maana sitakazia hapo kwamba alisema weusi. Sitakazia hapo, tutasoma kama jinsi walivyoandika. Sikutumwa ila kwa watu wa Israeli waliopotea kama kondoo. Ina maana kwamba huyu Yesu, ikiwa wewe si mwana wa Israeli, usifikiri kwamba ametumwa kwako. Hivi ndivyo anavyoongea hapa, sio mimi, ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo ikiwa wewe haukuzaliwa katika ile nyumba ya Yakobo, hauko mzao wa watindi ambao wataita Yakobo, Israeli, usifikiri kwamba ametumwa kwa ajili yako. Ndivyo anavyosema, sio mimi, ni yeye mwenyewe. Yesu mwenyewe anasema kwamba sikutumwa ila tu kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kuna tafsiri nyingine ambayo inasema sikutumwa ila kwa watu wa Israeli waliopotea kama kondoo. Kuna toleo lingine ambalo nimeliona linaitwa Agano Jipya, tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Ni toleo nyingine ya Kiswahili. Agano Jipya, tafsiri ya kusoma kwa urahisi, inasema hivi, mstari wa 24 ambao tumeusoma. Yesu akajibu, Mungu alinituma niwasaidie kondoo wa Mungu waliopotea, kuna mkato, watu wa Israeli. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Narudilia hii toleo, Agano Jipya, tafsiri ya kusoma kwa urahisi, inasema hivi. Yesu akajibu, Mungu alinituma niwasaidie kondoo wa Mungu waliopotea, kuna mkato, watu wa Israeli. Yaani watu wa Israeli ndio kondoo waliopotea. Nyinyi wengine wote weusi wote potelea mbali, wazungu wengine wote ambao ni wote potelea mbali, hajali, ni wale wa Israeli walio pale, ametumwa kwao. Sasa ikiwa anasema hivi, kwa nini watu weusi mnaendelea kung'ang'ania kwamba amekuja kuwaokoa? Alikuja kuwaokoa, aliwaambia hivyo wapi? Najua wengine wataendelea kutafuta andiko zingine ambazo zitapinga haya mambo. Tutafika huko, tutafika kwenye hizo andiko, na ikiwa utapata andiko ambalo linapinga haya ambayo Yesu anaongea hapa, ina maana kwamba Biblia yenyewe inajipinga. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri.
Aha, narudilia tena, haya nimeyasoma, ni ndani ya Biblia, ndivyo Yesu amesema. Sasa ikiwa kutakuwa andiko lolote lingine ndani ya Biblia ambalo litapinga haya ambayo nimeongea, mtakubaliana na mimi kwamba Biblia yenyewe inajipinga, sio mimi. Ila anaendelea kusoma. Yesu akajibu, Mungu alinituma niwasaidie kondoo wa Mungu waliopotea. Kuna mkato, watu wa Israeli. Ina maana kwamba wakati Mungu alipomtuma Yesu alimpatia utume wenyewe, akasema wewe umeshuka katika lengo hili moja, unaelekea kwa wale wana wa Israeli ambao wamepotea. Kwa hiyo haitakiwi na hauruhusiwi kufanya utofauti wa kile ambacho nimekuambia. Ndio maana kitabu cha Hesabu 23:19 nafikiri inasema kwamba Mungu si mtu wala si binadamu aseme uongo aidha ajute. Kwa hiyo anaposema ni ukweli kwa mujibu wa Biblia, na anapoongea kweli kweli, yeye hawezi akajutia. Kujuta maana yake hawezi akarudi kwenye maneno aliyoyaongea, yaani anabaki pale pale. Sasa ikiwa amemtuma Yesu aende katika lengo la kuwakomboa wana wa Israeli, ndivyo ilivyo. Hakuna swala la kuja kuleta kitu kingine aweza kubadilisha, yaani unaenda tofauti na baba yako. Maana kama kutakuwa andiko lingine ambalo yeye Mungu tena atasema kwamba haina shida, lili nilikuambia kwamba uende kwa ajili ya wana wa Israeli, basi badilisha, angalia wengine, sawa. Kama hilo atabadilisha, lakini yeye mwenyewe habadiliki. Ndivyo tunavyosoma kitabu cha Hesabu. Kwa hiyo Yesu akawageukia wanafunzi wake ambao walisumbuliwa sana na kelele za huyu mwanamke, akamwambia, hey, mbona mnafikiri kitu gani? Mimi sikutuma kwa ajili yao hao au Wakanaani, sikuja kwa ajili yao. Mimi nimekuja kwa sababu ya wana wa Israeli ambao wamepotea kama vile kondoo. Sasa kwa nini ananisumbua? Kwa nini ananisumbua? Kwa nini anawasumbua? Ndio maana anaongea na wanafunzi wake, haongee na huyu mwanamke. Yaani anamuona mwanamke analia pale, hana hata huruma. Bwana, nionee huruma, sikutuma kwenu nyinyi watu weusi wa Kanaani. Mathayo 15:25. Hapo huyo mama akaja, na huyo mama naye pia alikuwa mgumu asikie. Na ndivyo tunavyoona watu weusi walivyo, wanapoingia katika mambo yao ya kuomba, haleluya, Yesu niokoe, kwamba yeye hawajui. Ondokeni kule, Bwana nisaidie, sikuja kwa ajili yenu. Mtalia na hakuna chochote ambacho kitatokea. Hapo huyo mama akaja akamsujudia, yaani akakata chini magoti, akasema, Bwana nisaidie. Sasa hapo sio kwamba yuko nyuma, amekuja hata mbele, kwa sababu yeye hajaambiwa chochote, na yeye hajamjibu, hajafanya kitu kingine. Mwanamke akaja mbele, akapiga magoti, akasujudu, akamwambia, Bwana nisaidie. 26. Yesu akamjibu. Sasa ndipo sasa Yesu akafungua mdomo, akafungua kinywa chake, akamjibu sasa huyo mwanamke na kusema, si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. No, hapana. Narudilia tena, Yesu anamjibu huyu mwanamke, si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Chakula ni nini hapa? Watoto ni akina nani? Na mbwa ni nani? Ni mambo matatu ambayo ya kujifunza hapa. Sio vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Vitu vitatu. Chakula kitawakilisha nini hapa? Miujiza, mafundisho, ukweli ambao ameuleta, kila kitu. Hicho ndio chakula. Watoto tumewaona tayari, hao watoto ni watoto wa Israeli. Mbwa ni nani? Ni wale ambao si wa Israeli. Hivi mnaelewa vizuri? Kwa hiyo Yesu anamchukulia huyu mwanamke, anawachukulia weusi kama mbwa. Hawastahili kupokea uponyaji, hawastahili kupata huu ukweli wake ambao yeye amepewa na baba yake. Hawastahili. Kama wamepagawa na demon, potelea mbali, wabaki huko.
Hivi ni mimi ndio naongea, aidha ni wao wenyewe ndio wameandika hivi? Kuna kitu ambacho nimepindisha? Kuna kitu ambacho nimeongea tofauti na yale ambayo tunayasoma hapa? Ndio maana nawaambia kwamba tunasoma pamoja, ili niende kuelewesha pia, muone maandiko ambayo mnayasoma, lakini amuingie ndani. Na kitu ambacho kinawafungua sasa akili kidogo ni kutambua Mkanaani ni nani. Ndio maana sasa mnaanza kuelewa na itawaumiza, na ndio maana mnaumia nanyi pia, kwa sababu wakati mnaposoma mwanamke Mkanaani mnafikiri wako huko Kanaani ni watu ambao sijui wazungu huko, waweza wenyewe huko, na hapa tayari mmeona kwamba Mkanaani ni mtu mweusi, ni mwanamke mweusi, ni mdogo wake na Ethiopia, ni mdogo wake na Misri. Huyu mwanamke Mkanaani ni mtu mweusi. Kwa hiyo Yesu atajibu huyu mwanamke Mkanaani, atamjibu huyu mwanamke mweusi kwamba chakula ambacho mimi nimekileta sikuleta kwa ajili ya mbwa ambao ni wewe na wengine wote ambao si wana wa Israeli. Hicho chakula sikuleta kwa sababu ya mbwa nyingi. Hivi unaona mwokozi, mkombozi ambao unafikiri kwamba ni mkombozi wako, anakuona wewe kama vile mbwa, na bado unaenda unapiga magoti kwamba unaenda kumwomba huyo akusaidie? Kweli atakusaidia? Yeye mwenyewe anaongea hapa, anaonyesha hapa, mnaangalia, mnaonyeshwa picha halisi ya huyo ambao wataita Yesu gisi alivyo. Hapo ndio mtaelewa kwamba watu weusi mumeingia chaka, gisi wanavyosema, mumeingia chaka. Hivi ndio tulimezwa na wazungu kwa miaka, karne na karne. Wameleta ujanja wao, ujinga mtupu, kwamba tumekuja kuwaokoa watu weusi. Mtatuokoa kwa kitu gani sisi? Mtu mweusi na mzungu umeshawaona wapi na wapi eh? Umeshaona wapi kwamba simba aje kuwa mfalme wa tembo? Hilo alipo. Mfalme wa tembo atatoka ndani ya tembo tu, mfalme wa simba atachukuliwa kutoka katika simba wenyewe tu. Sasa inakuwa namna gani kwa watu mkombozi atolewe kwenye rangi nyingine hadi kupachikwa kwa watu weusi kwamba huyu ndio mkombozi wenu? Ni mkombozi wao huko, hapana sisi, kwamba hata kama hiyo inapita kilini kweli? Ni mkombozi wao, hapana wetu sisi. Ndio maana tunapoongea huu kweli, tunapowaambia ndugu zangu kwamba hii Biblia mnaisoma kwa juujuu, hamuingii ndani, na mkiingia ndani mtakimbia katika hizo dini bila hata kusukumwa na mtu. Hii nawaambia tulikuwa sote humo, tuliamini hivyo, lakini ikafika wakati kwamba tuamke. Yesu akamjibu, si vizuri kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Tafsiri ya Agano Jipya, tafsiri ya kusoma kwa urahisi tena, wanasema hivi: akamjibu kwa kumwambia, si sahihi kuwapa mbwa mkate wa watoto. Bo, si wanasema kwamba Yesu ni mkate uliotoka juu mbinguni? Na huu mkate sio mafundisho. Alafu hii tafsiri ya Agano Jipya, tafsiri ya kusoma kwa urahisi, inasema akamjibu na kuambia, si sahihi kuwapa mbwa mkate wa watoto. Sasa weusi sijui mnafanya kitu gani sasa huko? Yaani nyinyi mbwa, sio mimi, ni yeye ndio anawachukulia watu weusi wengine wote. Baada ametuokoa, Bwana wenu anawaambia kwamba anawachukulia nyinyi ni mbwa. Haleluya sana, Bwana ameniokoa. Anaangalia wao mbwa. Inauma. Kama unasoma maandiko na hujapenya vizuri, ndio utasikia kwamba utafikia kwamba kuna upendo kabisa. Ingia ndani ya maandiko vizuri, uone jinsi mnavyotusu. Ingia hata katika vitabu vingine vyao wengine, muangalie namna gani watu weusi wanavyochukuliwa. Sio tu Ukristo, ingieni katika dini zingine, muingie katika maandiko yao, musikie jinsi wanavyowachukulia watu weusi. Yanawaambia mkiingia kiundani, mtakimbia katika hizo dini bila kufukuzwa. Kwa sababu ni ujanja ambao walikuja kuwaletea. Namna gani yani mkoloni aje kukuletea kitu ambacho kitakuokoa? Amekufunga kwa minyororo, amekupiga, amekuua, haujafanyia kitu chochote, amekukata mikono, amekupeleka na meli, mnafanya kazi usiku mchana, mnafariki njiani. Kufika huko hakuna kupumzika. Unapoinua kichwa, pap, ni fimbo tena, unashusha, unaanza kulima, jua kali. Haya yote historia zote mnajua. Alafu baadaye wanakuja, tunawaletea ukombozi, tunawaletea Biblia, tuna Yesu ni mpenzi wenu. Haleluya, amena.
Mbo sisi tuna paradiso, paradiso ambayo mnakifanya vizuri, mnaenda kwa Bwana. Haleluya, amen. Nachukulia watu kama wapumbavu kwelikweli. Kwa uzuri gani? Kwa upendo gani? Nyote mnaona sote tunakimbia kila mara, ni kwa sababu ya wanaenda kuvamia nchi zetu, wanachukua rasilimali, wanafanya kila kitu, wanahamu kwamba hata mtu mweusi kwamba atoweke katika bara hilo, wao wachukue watulie pale kwa sababu ya amani. Huyu ambaye bado anapambana tu kwa ajili ya mali zako ambao uko nazo hapa duniani, hapendi ule kwa amani, hapendi utulie, hapendi uwe na ustawi. Unafikiri hata huko paradiso utakuwa na amani ambapo utaenda? Nakwambia hata paradiso ya hawa jamaa ingelikuwa kwamba ipo watu weusi, mungekuwa hata watumwa tu ndani ya paradiso ya. Mimi nakwambia, yani kule mungekuwa tu hata watumwa tu ndani ya paradiso ya, kwa sababu ni hali ambayo nyinyi wenyewe mnaona gisi wanavyotuweka hapa, ndio hali yao. Sasa hata paradiso ingelikuwepo huko, hakika watu weusi mngekaa kwenye paradiso ya taabu kwelikweli, lakini mna neema, maana hiyo paradiso haipo. Aha, hapo ndio kwa sababu hakika ingelikuwepo, ingekuwa ni tatizo kubwa sana katika maisha yetu. Yesu anajibu nichukue chakula ambacho nimekileta mimi, ambaye ni mkate, mimi ambaye nina, yani miujiza ninayo, ukweli nautoa kwa mujibu wake, nafanya kila kitu, lakini katika lengo la kuokoa wana wa Israeli. Hicho ndio chakula ambacho nimekileta. Hichi kila ndio nimpatie au mbwa? Hakuna, siwezi. Nafikiri wengine watasema kwamba imani unasimamia hapo sasa, uendelee uendelee, kwa sababu tunajua nitaendelea. Mnafikiri nitasimamia hapa? Nitaendelea. Najua ni wapi ambapo unaongelea kwamba tunajua kilichotendeka baadaye. Mi nawambia hata hicho ambacho kilitendeka baadaye ni uongo mtupu. Tutaenda tutasoma mstari wa 20. Kwanza kabla ya kwenda kwenye mstari wa 27, tuende kwanza kwenye kitabu cha Mathayo, maana huyu Yesu amesema, akajibu akawambia, si sahihi kuwapa mbwa mkate wa watoto. Na kitabu cha Mathayo sura yake ya 7 mstari wa 6 inasema namna gani? Mathayo 7:6 inasema, msiwape mbwa vitu vitakatifu, msiwape mbwa vitu vitakatifu, wasije wakageuka na kuwararua ninyi, wala msiwatupie nguruwe lulu zenu, wasije wakazikanyaga. Kwa hiyo mbwa hastahili kupewa vitu ambavyo ni vitakatifu, kwa sababu miujiza ni kitu kitakatifu, mafundisho ya kuokoa ni takatifu. Kwa hiyo hairuhusiwi, imekatazwa, imepingwa mbwa kupewa kitu chochote ambacho kinasemekana kwamba ni kitakatifu. Ni mwiko, sio mimi ndio nimeongea. Tunasoma Mathayo 7:6. Haistahili, haitakiwi mbwa kumpatia vitu ambavyo vinajulikana kwamba ni vitakatifu, na mbwa mmewajua ni akina nani. Sasa twende kwenye 27 sasa, Mathayo 15:27. Yaani baada ya huyu Yesu kusema kwamba haitakiwi kuchukua chakula cha watoto na kuwapatia mbwa, huyu mwanamke naye pia kinywa iko anafikiri anajua kila kitu. Atamjibu huyu Yesu na kumwambia, lakini mbwa kumrazi. Huyu mama akamjibu, ni kweli Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yanayoanguka kutoka meza ya bwana wao. Watasema, imani Yesu umeshikwa. Onge, utasema kitu gani sasa? Si mambo ya kitoto haya. Unafikiri huyu mama anaongea kitu gani? Huyu anaongea ni maumivu tu ndio yanamsumbua tu hapa, kwa sababu mtoto wake hakufanyiwa nini? Hakufanyiwa ukombozi. Twende kwenye mstari ambao ameongea huyu mama. Akajibu, ni kweli. Anasema nini? Amekubali kweli kweli kwamba chakula ambacho ni cha watoto, chakula ambacho kimeletwa kwa ajili ya watoto, mkate ambao umekuja kwa ajili ya watoto, haustahili kupewa mbwa. Ndio maana akasema hapa ni kweli.
amekubali, anajua, anaamini hilo. Sasa kama anaamini hilo, sasa anakuja kufanya kitu gani? Twende polepole. Lakini akasema, lakini mbwa hula makombo yanayoanguka kutoka meza ya bwana wao. Anapenda kumaanisha kwamba wakati ambao watoto wa Israeli wanapokuwa wanakula chakula, sikilizeni kwa makini, ndivyo huyu mwanamke anasema. Wanapokuwa wanakula chakula, kuna chakula kingine wako mezani wanakula, kinashuka chini, kinaanguka chini. Sasa kinapoanguka chini, mbwa atakuja kulamba kula hicho chakula ambacho kimeanguka chini. Mwelewe vizuri gisi huyu mama anavyoongea, na tutawaonyesha kwamba sijui ni kitu gani ambacho kilimwingia huyu mama hivi. Yaani unakula mezani, sijui watoto ndio wanakula. Ni kweli wanasema watoto wanakula mezani. Tuchukulie kwamba watoto wanapokula labda wana ile nani, kuna mara wanakula vingine vinashuka huko vinaanguka chini. Ila ninapenda kuambia kwamba hata Waisraeli wenyewe wanapokula, mbwa wa Israeli hawaruhusiwi kuwa ndani ya nyumba. Hivi sijui kama mnaelewa. Yaani mbwa wa watoto wa Israeli ni nje huko, hawatakiwi kuwepo ndani ya nyumba. Yaani katika nyumba ya Waisraeli hakuingie mbwa wowote. Hivi mnaelewa vizuri? Sasa watakapokuwa wanakula watoto, tuseme hata vianguke chini, mbwa hayupo. Wengine watasema sasa, imani kama hata kama mbwa hayupo, si wanaweza wakakusanya waenda kutupa jalalani, alafu mbwa anakula huko? Hapa tunaongelea mambo ambayo ni miujiza, ambayo inachukuliwa kama vile chakula. Muujiza unaweza ukashuka wapi, alafu unachukua wengine anaenda kupata muujiza huko direct. Hilo alipo. Fikirieni, haya ni mambo ya miujiza. Anaomba uponyaji, anaomba kwamba demon zipate kutoka kwa binti yake. Mbwa hastahili kuwa ndani. Ndio maana Ufunuo 22:15 inasema, lakini mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na wote wanaopenda kusema uongo watakaa nje ya mji. Hivi mnaelewa vizuri? Yaani hata mbwa hastahili kuingia ndani ya jiji, wako nje. Na tukiingia kiroho, yaani wale ambao si weusi hawatakiwi hata. Sasa baadaye mkiendelea kusoma, watawaambia kwamba baadaye huyu Yesu akaona kwamba huyu mwanamke ana imani kubwa sana, akasema wow, nashangaza, sijawahi kuona kabisa mtu mwanamke ambaye ana imani sana kama mwanamke katika Israeli yote. Sijawahi kuona mwanamke ambaye ana imani sana hivi. Huyu yuko sawa? Na baada ya kusema hivi, ni nini alichokifanya? Akampatia mkate, akampatia chakula cha watoto. Hivi mnaona yani mnaona yani mkanganyiko hajabu wa hatari ambao umefanya, kwamba kwa sababu huyu mwanamke ana imani, basi akachukua hicho chakula akampatia huyu mwanamke ambaye ni Mkanani, ambaye ni mbwa, wakati tumesoma kwamba kitu kitakatifu hakistahili kupewa mbwa, na Mungu amemtuma akimpatia hicho chakula. Kwa mfano kama ni mikate 5, watoto ni 5, hautakiwi hii mikate 5 tena uende kuwapatia watu wengine. Ni hao watoto 5 ambayo mikate itawaenea. Ukiwapatia mtu mwingine, kuna mtoto ambaye atakosa. Hivi sio kama mnaelewa vizuri? Kwa hiyo Mungu amemwambia kwamba nenda, lakini chakula ambacho nimekileta ni kwa ajili tu ya watoto wa Israeli. Na Mungu habadiliki, kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha Hesabu 19:23. Aidha kama 23:19 kama sijakosea. Hesabu. Mungu si mtu aseme uongo, wala binadamu abadilike, ageuke, ajutie. Hilo haliwezekana. Sasa ikiwa amemtuma Yesu kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, inakuwa namna gani huyu anayeita kwamba ni Yesu, baada ya mazungumzo na huyu mwanamke, tena isemekane kwamba akaona kwamba huyu mwanamke ana imani kubwa, akachukua chakula ambacho baba yake amemwambia siwapatie watu wengine, anampatia huyu mwanamke? Je, tayari hajaenda
nje na mapenzi ya baba yake, hajapinga baba yake, hajakana kile ambacho baba yake amemwambia. Hivi inaonekana kwamba Yesu ana upendo sana kuliko Mungu wake, kuliko baba yake. Hivi huyu baba hakujua kwamba kuna mbwa wengine ambao watapenda hicho chakula, lakini akamwambia sitaki. Lakini Yesu anajiona kwamba yeye ni mzuri sana, baba Mungu, Bwana, haina shida, wewe labda kama wewe ni mbaguzi kidogo, hata mimi nionyeshe kwamba mimi nampenda na wapenda hao wa mbwa, hata niwapatie chakula kadogo. Tunasoma nini? Ni gazeti hasa? Ni kitu gani ambacho tunasoma ndani ya Biblia sasa? Sasa nikupenda kuambia kwamba, ndugu zangu, huyu Yesu hajawahi kuwepo, hicho tunakisema kila wakati, bali ni historia ya Kristo wa kweli ambaye aliwahi kuwepo, ila historia wakabadilisha kama jinsi tunavyosoma. Lakini kabla ya hapo, nafikiri kwamba Mathayo 15, mnaweza mkaendelea, nimemaliza jinsi wanavyoendelea. Yesu akasema kwamba akampatia, lakini kwamba hiyo haina hata maana yeye mwenyewe tena anapinga baba yake, kwa sababu kazi yake, jukumu alilopewa ni kwa ajili ya wana wa Israeli peke yake. Haijalishi imani ambalo mama sasa huyu mama kwanza atazirisha hilo imani namna gani, wakati yeye mwenyewe mafundisho hayo sio ya kwao, hayapati. Alipata hilo imani wapi? Kwanza haiwahusu. Yeye ni mbwa, wanachukuliwa ni mbwa. Yesu anawachukulia kama ni mbwa, na mbwa hawezi akapewa kitu kitakatifu, hata azirishi imani ya namna gani. Hilo limeandikwa na limefungwa, ni funguo ambayo imewekwa pale, hilo haliwezekani. Kwa hiyo chochote kile ambacho huyu ambao ataita Yesu kwamba amefanya, hayo yanamhusu yeye mwenyewe. Ameenda kinyume na baba yake, ameenda kinyume na kile ambacho baba yake amemtuma kufanya. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Watachukua kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Sasa watu watasema kwamba kaka Imani, hapa kuna maandiko ambayo wewe mwenyewe hujaelewa vizuri. Watachukua kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 ambayo anasema maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nasema Imani, sio unaona andiko ambalo limekuja hapa, ina maana kwamba Yesu amekuja sio tu kwa sababu anasema kwamba alikuja kwao, lakini walio wake hawakumpokea. Ndivyo wanavyosema kwamba Yesu alikuja Yesu alikuja kwao, alikuja kwa watu wake ambao ni hao kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, lakini wanasema ndani ya Biblia kwamba lakini walio wake hawakumpokea. Hivi mna uhakika kwamba walio wake hawakumpokea? Ingelikuwa kwamba walio wake hawakumpokea, huyu Yesu au mitume 12 angewatoa wapi? Walikuwa watoto wa wapi? Hawakuwa wanani wa Israeli? Namna gani unaweza kusema kwamba walio wake hawakumpokea? Walimpokea, ingawa sio wote waliompokea, lakini wengi walimpokea. Sasa wanaposema kwamba ili kila amwaminie asipotee, kwa hiyo watu weusi nao wanasimama sasa. Si unaona hapo alisema kwamba ila kila amwaminie asipotee, yaani na maana kwamba ukimwamini hata kama wewe si Mwisraeli unaokolewa. Naendeni kule, mnaelewa maandiko hayo namna gani? Mungu ameshaweka break, nimetumwa tu kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, full stop, hakuna kitu kingine. Mengine ambao watakuja kuongea huko, wanaposema hapa ili kila amwamini asipotee, ni katika taifa la wana wa Israeli tu peke yake. Hivi mnaelewa vizuri? Ni katika taifa la wana wa Israeli peke yake, kwa sababu nyote mnasikia kwamba wanasema kwamba alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Sio kweli, kuna baadhi ambao walimpokea, wengine hawakumpokea. Sasa wale ambao watakaompokea tena baadaye atawafanya, kwa sababu sio lazima, hakulazimishwa kwamba wampokee. Kwa hiyo kwa wale ambao watampokea katika taifa hilo ambalo ametumwa na baba yake ambaye ni Mungu, watakuwa na uzima wa milele, sio watu wengine wote. Watu watafikiri kwamba na sisi pia tuko ndani. Mimi mnapenda kujiingiza kwa mambo ambayo hayawahusu, sio ya kwenu. Mnapenda kujiingiza kwamba inaongelea na sisi. Hii historia hii wameifunga wenyewe, ni ya kwao, haiwahusu nyinyi watu weusi, lakini mnaambiwa hamwezi mkaelewa. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 28, ili ni andiko lingine ambalo wanachukua, wanasema kwamba Imani, kuna maandiko mengine ambayo yanaonyesha. Mathayo 28:19, Mathayo 28:19 inasema, nendeni basi
Nendeni basi, Mathayo 28:19 inasema nendeni basi. Anayeongea hapa ni nani? Anayeongea hapa ni huyu ambaye watasema ni Yesu. Anasema mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haleluya, amena. N'importe quoi. Sikilizeni huku sasa. Hapa wanawambia kwamba nendeni, nendeni. Anaposema kwamba nendeni, anaambia akina nani? Anaambia wanafunzi wake. Hako nawaambia, sio kwamba anawaambia wanaojiita wachungaji, manabii, maprofet, mabishop. No, sio nyinyi ndio wanaambia. Anaambia wanafunzi wake, mitume wake ambao alikuwa nao pa, nendeni mkawafanye watu wa mataifa yote. Mataifa yote maana yake ni nini? Mtu anaposema mataifa yote, hakuna taifa moja ambalo litabaki katika dunia hii. Ndio maana yake. Twende polepole mwelewe maandiko. Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeona kwamba anaambia wanafunzi wake kwamba waende katika mataifa yote. Swali ambalo nitawaambia, ikiwa mnafikiri kwamba hayo mataifa yote ni watu wote duniani, wote wanaongea lugha zingine zote, muniambie ni wakati gani ambapo hao mitume walifika Afrika? Muniambie ni wapi katika nchi gani ambapo hao wa mitume waliotumwa na Yesu walifika barani Afrika? Mtuambie, imeandikwa wapi? Kama ni mataifa yote ambayo ilitakiwa waende, muniambie alifika wapi? Alifika hapo Tanzania? Kuna mitume walifika hapo Tanzania? Walifika Burundi, Rwanda, wapi? Cameroon walifika? Ndio maana watu wanaposoma maandiko hawaelewi ni nini ambacho wanasoma. Wanaposema hapa mataifa yote, ni mataifa yote ya wana wa Israeli. Hai. Hivi mnafikiri kwamba yeye anaweza kusema kwamba pia anajichanganya? Je, kweli kweli ni mjinga? Ametumwa na baba yake kwa taifa la wana wa Israeli. Sasa yeye atamwambia baba yake, aba haina haja bwana, hewa nendeni tu kwa wote. Hivi mnafikiri kwamba kweli kweli hata Mungu hawezi akaokolewa huyu Yesu? Hakika kama Yesu Mungu amemwambia kwamba fanya hiki, yeye aende kubadilisha program ambayo Mungu amempatia. Mnajua ni kitu gani ambacho kinatendeka kiroho? Utume wake unaeleweka vizuri. Amekuja kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Full stop. Hiyo ndio kazi yake tu. Kwa hiyo anapotuma wanafunzi wake waende katika mataifa yote, ni mataifa yote ya Israeli iliyotawanyika katika dunia. Ndio maana yake, kama mwelewe, wapate ujumbe, wapate mafundisho, wapate huo mkate, sio kwa watu wengine wote tofauti, kwamba weusi, sijui wazungu wa Ulaya, sijui wa nani wa Marekani. No, inahusu tu Waisraeli walio pale Palestina. Hivi sijui kama mnaelewa. Kwa hiyo wanapoambiwa kwamba nendeni katika mataifa yote, ni mataifa yote ambayo ni wana wa Israeli waliotawanyika katika mataifa yote katika dunia. Hii ndio maana yake hapa. Hawezi akaenda tofauti na kile ambacho baba yake amemtuma afanye. Kwa hiyo mataifa hapa yasiwasumbue kufikiri kwamba labda ni na sisi sote tuko humu. Ndio maana watachukua andiko lingine sema hakuna Mgiriki, hakuna Myahudi, sote tuko. Kama hakuna Myahudi, hakuna Mgiriki, kwa nini mtaji tena hakuna Mgiriki, hakuna Myahudi? Sote ni wa Yesu, sijui wote naendeni kule bwana. Sisi sio watoto. Mambo ya kusema haleluya amina yameisha na wakati. Tunachunguza maandiko. Hiki ni kizazi ambacho kinachunguza, kizazi ambacho busara imerudi, sio kizazi cha kuambiwa na kukubali. Haleluya amina, Bwana amefanya hivyo. Ni kweli, wamesoma pale. Amina, mnakula mkate, mnakunywa na divai, mnakula damu ya Yesu, na mnaenda mnakula nyama yake, mnajiende. Na sisi ni watu ambao kipindi hiki, ndio maana wazazi wetu wanatuchukulia tofauti sana. Baadhi wanatuchukulia watoto wetu sijui kama wameasi, sijui hawaelewi. No, mama zetu, baba zetu, mlikuwa kipindi kile cha mnaambiwa tu na mnakubali, hata kuchunguza mchunguzi. Ndio maana waliwakula vizuri. Lakini kipindi hiki ni generation ambayo inatafakari, inachunguza mambo. Kwa nini hili liko hivi? Hatuko katika kile kipindi ambapo unapouliza nani aliyemuumba Mungu, unaambiwa funga kinywa, funga mdomo, wewe mtoto, usifikiri hivyo, usiulize hizo swali, utapata wazimu. Atapata wazimu namna gani? Anauliza Mungu alitoka wapi? Nani aliyemzaa? Tatizo liko wapi? Mpatie jibu. Muambie Mungu amezaliwa na nani. Mpatie. Na kama hajajua kwamba Mungu amezaliwa na nani, yeye haendi.
Oh, mtoto amekuwa mpinga Kristo. No, anauliza maswali ili apate kujua. Kwa hiyo watachukua hilo andiko, watasema kwamba Yesu aliwaambia kwamba aende kwenye mataifa mengine yote, aende kuwafanya watu wawe wanafunzi wake, na ni mataifa ya wana wa Israeli iliyotawanyika katika dunia mzima, ndio inaelezwa hapa. Na huu mfano wa mataifa yote unaweza ukapata hata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 5. Matendo ya Mitume, ndio maana mtasoma Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 5, wanasema na huko Yerusalemu walikuwako Wayahudi, watu wa mchao Mungu, waliotoka katika kila nchi duniani. Hivi mnaelewa vizuri? Yaani ni wakati ambapo mitume walitakiwa kupewa ubatizo wa Roho Mtakatifu ili kupewa vipaji. Sasa ilitakiwa Waisraeli wote waliokuwa katika nchi zote waende kukusanyika huko. Ndio maana hapo Matendo ya Mitume, ndio maana wakaanza kuongea kwa lugha. Watu wengine wasioelewa vizuri, au wanaojiita wachungaji, wanasema kwamba ni lugha za mbinguni. Ni lugha za mbinguni namna gani? N'importe quoi. Pentecost Londres paipai shara. Ndio maana wanafanya hivyo, kwa sababu ya Matendo ya Mitume sura ya 2. Hawaelewi chochote ambacho kinatendeka, kwamba kunena kwa lugha ni kuongea lugha ya mbinguni. Wewe unaweza kuongea lugha ya mbinguni? Unajua lugha ya mbinguni iko namna gani? Alfabeti yake iko namna gani? Mnachukulia kama vile wajinga. Aisa kusoma, mjui kusoma hizo namna gani? Mnaambia kwamba mitume wakati ambapo Roho Mtakatifu alipowashukia kwa namna ya vipao, waliona kama ndimi zilizogawanyika, wakaanza kunena kwa lugha kila mmoja. Wakashangaa wale wote waliokuwa pale, wakasema kwamba hii ni maajabu. Namna gani tunawasikia hawa wakiongea katika lugha zetu? Alisema lugha za mbinguni. Kuna Wayahudi ambao walitoka katika Asia, Libya, Kreta, nini. Mnaweza mtasoma kitabu cha Matendo. Wote walishangazwa hao mitume wakiongea katika lugha zao wenyewe, wakasema haya ni makubwa ya Mungu kweli kweli, hatujawahi kuona. Hawa sio hao wa Galilaya ambao wako hapa. Inakuwa namna gani tunawasikia wakiongea katika lugha zetu? Wanaojiita wachungaji kwamba wao ni lugha za mbinguni, wanaongea Londres paipai. Ndugu zangu, tumieni akili hata kidogo. Mnasoma vitabu vya wapi? Iko very clear, imeeleweka katika kitabu cha Matendo sura ya 2. Kila kitu kimeeleweka. Hakuna mtu ambaye anaweza kaongea lugha za mbinguni. Utaongea lugha za mbinguni? Kwanza ni lugha ngapi? Lugha za mbinguni, lugha za mbinguni ni lugha ngapi ambazo ziko mbinguni? No. Kwa hiyo hayo mataifa ambayo huyu wanaita Yesu aliwaambia wanafunzi wake waende katika mataifa, ni mataifa tu ya Waisraeli iliyotawanyika katika dunia yote mzima. Ndio maana tumesoma hapa Matendo 2:5 inasema na huko Yerusalemu walikuwako Wayahudi, watu wa mchao Mungu, waliotoka katika kila nchi duniani. Ni hao ndio walitakiwa kuhubiriwa. Hayo ndio mataifa yanayoongelewa hapa, ikiwa mjui. Unafikiri kulikuwa watu weusi walikuwepo? Hata wengine wa Marekani walikuwa Wayahudi tu ambao walitoka katika sehemu zingine, ambao walikuwa wanaongea lugha zingine. Kwa sababu ni kama vile tuko huko na watoto wameshajua lugha za huko, lakini nyumbani hawaongei tena lugha za nyumbani. Mfano sasa, wakati unaporudi wase, mitume wataanza kuongea katika lugha ambazo watoto walikuwa wanaziongea huko, ndio watoto watashangaa, sema namna gani tunasikia wanaongea lugha za ambazo tunaongea huko. Hichi ndio kitu ambacho kilitendeka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Watu ni wagumu. Sasa wengine watasema kwamba imani hivi, niko naenda kwenye zile andiko ambazo watapenda kusema kwamba imani mbona ile limeandikwa hivi, mbona limeandikwa hivi. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 21. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 21, hapa inasema hivi, inasema hapo yeyote atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo watasema kwamba hiyo yeyote, na sisi pia tuko ndani. Amko ndani, haiwahusu. Yaani yeyote atakayeomba kwa jina la Bwana inahusu tu watoto wa Israeli. Unaelewa vizuri, ni kwa ajili ya watoto wa Israeli, sio nyinyi nyote. Yeyote ni katika taifa la Israeli tu, sio nyinyi weusi, hamjulikani. Nyinyi ni mbwa, ndio wanachukulia. Ni Yesu ameongea kwamba nyinyi ni mbwa.
Kama ni mimi ndio naongea mnajihisi vibaya, lakini kama ni Yesu anayewatusi mnaona kwamba hawa afadhali. Tusi la Yesu ni sawa, halina matatizo. Halina matatizo namna gani? Ambaye mnaita mkombozi hawaiti kama nyinyi mbwa, mnaona kama ni sawa? Sio sawa. Na ndio maana ndugu zangu, haya mambo haya mtajisumbua bure katika hizo dini. Hakika hata niwaambie kitu cha mwisho, maana nyote mnaenda ndani ya Biblia, ndani ya madhehebu dini, lengo lenu ni moja, kwamba mpate kuokolewa, kwamba muingie katika paradiso. Hivi mnajua kwamba mambo yote ambayo mnayafanya yameshamalizika, yanaandikwa ndani ya Biblia. Kila kitu ambacho kitatokea, hata kuokolewa, ni akina nani ambao wataokolewa, imeandikwa ndani ya Biblia. Hata nyinyi watu wese hampo katika paradiso. Hii nawaambia hakika, hata katika paradiso hampo, hampatikani ndani ya Biblia za kisasa. Paradiso ya wazungu hakika hampo. Tutaenda kusoma katika paradiso ya huyu ambaye wanaita Mungu, hampo, hampatikani, hamjulikani. Kwa sasa ikiwa hata ndani ya paradiso hampo, sasa mnajisumbua nini? Kila asubuhi mnaamka mnajidhani tunaenda kuomba Yesu ili tuende paradiso, hampo. Bo, naongea sana, bado wengine watasema mimi naongea kimbo. Ufunuo sura yake 21. Kitabu cha Ufunuo sura yake 21. Kitabu cha Ufunuo sura yake 21 mstari wa 12. Ufunuo 21:12 inasema hivi: ulikuwa na ukuta hapa. Ufunuo ni yaani mambo yote yamemalizika sasa, muelewe vizuri. Ulikuwa na ukuta mrefu na mkubwa wenye milango 12, na kila mmoja ulilindwa na malaika. Juu ya kila mlango, juu ya kila mlango wa nini? Wa paradiso, paliandikwa mojawapo ya majina ya makabila 12 ya Israeli. Hao tu hata kwenye paradiso ni wana wa Israeli tu. Weusi hampo. Milango yote ya paradiso ni majina tu ya watoto wa Israeli. Watu weusi wapi ndio mnaenda? Nyinyi mikuzimu wazi nataka. Unaenda jiadamu wazi. Mnakuja kutindikiza wenzenu wazi namna gani? N'importe, kuangalia kisi wametuweka kama vile wajinga kweli kweli. Yaani hata paradiso, milango ya paradiso majina yote ambayo ni watoto wa Israeli tu. Watu weusi wanapenda kujipenyeza, na mimi labda yangu itaandikwa pembeni, aliandikwe pembeni, aliwahusu. Sio paradiso yenu. Tafuteni ya kwenu huko. Ya kwao imemalizika. Milango yote unapoenda huko, huyu ni nani? Ni Yuda. Unapoenda kwenye mlango, Lawi. Unapoenda kwenye mlango huko unasema, Yusufu. Sasa mimi niko wapi? Wewe nani? Mimi naitwa Mchimbwa. Mchimbwa hakuna mlango wako, wewe rudi huko. Bora nimeamini sana Bwana. Umepoteza wakati. Hakuna mlango wa Mchimbwa hapa. Wote ni wa Israeli. Nimepoteza muda wangu hakika. Unaona ndugu zangu? Sasa kama jina lako haliandikwi katika hiyo paradiso, sasa utaenda wapi? Utaenda wapi kama jina lako halipo? Ndio maana Luka sura yake ya 10:20 tena anakuja kupiga msumari kwa yeye ambayo tumeongea. Anakuja kupiga msumari tena ili kuambia kwamba watu weusi hapa ndio final, hamuingii kabisa. Luka 10:20 ule msumari ambao ulimpiga Yesu ule ndio amekuja kupika pale, unagongwa vizuri, kwisha kweli. Luka 10:20 anasema, hata hivyo huyu Yesu anasema, msifurahi kwa sababu pepo wamewatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Yanawaambia wale wanafunzi, nyinyi mnafurahi tu kwa sababu pepo wamewatii. No, hiyo sio tatizo. Hata kama inaweza kawatii, lakini kama jina lako aliko huko ni bure. No, hapana, hakika. Majina ambayo tumeyaona ni ya wana wa Israeli, na hao mitume walikuwa wana wa Israeli. Ndio wanasema msijisumbue kwa sababu upepo wamewatii. No, mfurahi kwa sababu majina yenu tayari yapo. Maana unapoenda kwenye milango kule, majina yote ni ya kwenu. Weusi hawajulikani, wa Afrika wengine wote hatuwajui hao, sijui milango yao iko kwenye kuzimu aidha nini, sijui. Sasa Yesu amewaokoa kwa kitu gani? Amewaambia namna gani? Amewaambia kwamba amekuja kuwaokoa. Nani ndio aliwaambia? Imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi kwamba Yesu amesema kwamba nimekuja kuokoa watu weusi? Imeandikwa wapi? Mwenyewe amesema gisi alivyofanya. Hizi niwaambie, mkisoma ndani ya Biblia imeandikwa kwamba yani kuna shamba, mwenye shamba, kuna zabibu. Mungu ametuma mwanaye
wale ambao watakuja kufanya nini? Kuvuna zabibu, kwa sababu Mungu anapenda kunywa juice juice ya zabibu. Sikilizeni vizuri eh? Mungu anapenda, huu ni mfano tu, lakini mtaelewa vizuri. Yaani zabibu zinachukuliwa kama vile wana wa Israeli. Sasa Mungu anapenda anywe juice ya mizabibu, na juice itamaanisha aidha kunywa, aidha juice itakuwa ni kama vile matendo mazuri ya wana wa Israeli. Sasa atakaye kuja kukusanya zabibu ndio huyu Yesu anakuja. Mungu anamwambia kwamba hey, nimesha kuambia sitaki kuchanganya matunda matunda ambayo utanifanyia juice ambayo mimi napenda ni ya zabibu. Yesu amekuja, ameshaanza kukusanya zabibu. Hey, kuna chungwa nyingine inakuja pembeni, ndio huyu mwanamke Mkanani. Ni nini? Na mimi pia napenda niwe kati ya matunda haya ambayo atachanganya. Baba amenituma tu ni zabibu, chungwa potelea mbali. Baadaye sasa huyu Yesu tena anaona huruma, anaonea chungwa huruma, anasema chungwa ana imani, hilo chungwa linafanya hivi, acha nichukue tu. Anachukua chungwa tena anaweka ndani ya juice hiyo ya zabibu, anachanganya. Hivi unafikiri huyu baba anapokunywa atasema ni nini tena hii? Hii ni zabibu gani ambayo umenipatia? Hii imewekwa na mambo mengine, chungwa imeingia, imekuja wapi? Mimi napenda ndugu zangu, ni nini ujumbe? Ni nini leo? Ujumbe ni nini hasa? Maana wengine watajiuliza sasa, imani nini cha kufanya? Kitu cha kufanya kipo ndugu zangu, mambo yako very simple, ni rahisi sana. Wakati ambapo tumesoma hapa, hii ni historia ambayo walichukua, ni historia ya Kristo wa kweli, anaitwa Jokisad. Ni kweli alikuja, na alipokuja hakuja katika sehemu nyingine, alikuja katika bara letu kipenzi Afrika. Alikuwa mweusi na ni mweusi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Akaja, utume wake ni mmoja tu. Kristo alikuja tu kwa ajili ya kuwakomboa watu weusi. Sasa wao wakachukua wakabadilisha, wakasema kwamba hao watu weusi ndio wao wana wa Israeli. Hivi sijui kama mnaelewa nani, hivi ndivyo walivyobadilisha historia yenu. Kwa hiyo Jokisad ambaye ni Kristo wa kweli alikuja katika lengo la kuokoa watu weusi peke yake, yaani aina nyingine, rangi zingine zote hakuna. Sasa wao watachukua, watasema kwamba wao tubadilishe historia ya hawa jamaa, tuseme kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya wale walio pale Palestina wa Israeli basi, na hapa ni kwa ajili ya watu weusi peke yao alikuja. Sasa wanaposema kwamba watu wengine hawatakiwi kupata kwa sababu ilikuwa imekatazwa, yaani watu tofauti na watu weusi, rangi zingine hazikuruhusiwa. Hii nawaambia ni ukweli, kuingia katika ukweli, kulingana, sio kwamba kwa sababu ya ubaguzi, hapana, kulingana na asili waliokuwa nayo. Ukimwambia hata mambo ya kiroho hawezi akaelewa ni nini ambacho wazungu tunaoongelea kwa wakati huu sio wazungu wa kipindi cha zamani, mwelewe vizuri sio wazungu wa kipindi. Mkijua mzungu wa kwanza kuzaliwa alikuwa namna gani, yote mtakimbia katika dunia hii, nawaambia wale wazungu wa kwanza ambao walizaliwa wapi? Watu walizaliwa Afrika, hiyo ielewe vizuri, lakini walikuwa ni ni nyama. Sasa nyama hauwezi ukapatia kitu ambacho ni mtakatifu, hawezi wakaelewa, hawezi wakapenda. Ndio maana ikaambiwa ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba wanaharamu ndani ya Biblia, wanaharamu hawastahili kuingia katika kusanyiko la Mungu hadi kwenye kizazi cha 10, ndipo wanaweza wakaruhusiwa. Ina maana kwamba rangi zingine zote katika kipindi hicho hadi ujio wa Kristo, hawakuwa na ruhusa ya kuingia. Ndio maana hata mtasikia Yohana Mbatizaji anapobatiza akawaona wanakuja, anamwambia enyi kizazi cha nyoka, nani aliwaambia? Alikerwa sana kuona hilo jambo, maana mambo ya kiroho hakuna mchanganyo. Sasa ilitakiwa sasa, kulikuwa unabii mwingine ambao upo wa mzaliwa wa pili ambaye atakuja, ni yeye ambaye anaweza sasa akitaka kuwakubali wazungu damu mchanganyiko, wanaweza wakaingia kama watajitiisha kabisa kikamilifu kwa ukweli wa neno lake la tete. Ndio maana wakati huu wa ujio wa mzaliwa wa pili tunao wazungu ndani ya kundi, tunao damu mchanganyiko ndani ya kundi, lakini kipindi cha Kristo na kipindi cha mitume wote. Ndio maana mtasoma ndani ya Biblia wanawaambia kwamba Yesu atasema kwamba
wao na Wasamaria wako wanapatana, aidha anawaambia wanafunzi wake msiingie katika nyumba ya hawa Wasamaria za wengine. No, ni Kristo alikuwa anawaambia msiingie katika nyumba za wazungu na damu mchanganyiko, maana walikuwepo barani Afrika nao pia, lakini hawawezi wakaweka hivyo, maana wao ndio wanaandika hiyo historia, lakini iliongelea wao. Na Kristo alikuja sio miaka 1500 2000 zilizopita. Na miaka 2000 1500 iliyopita ni kitu gani? Kristo wa kweli alikuja miaka zaidi ya 10,000 20 50 kule miaka alikuja kitambo na hakutoka katika bara letu. Kwa hiyo taifa ambalo linaongelewa hapa ni taifa la watu weusi, lakini historia yake ikaibiwa, wazungu wakabadilisha. Kwa hiyo msijione tofauti, labda hii historia walichukua kwa maslahi yao, lakini muibadilishe sasa, mjue kwamba inawahusu nyinyi watu weusi. Yale majina ambayo yameandikwa kule ni ya watu weusi, sio wao wajanja, lakini wakabadilisha. Ndio maana tukaingia ili kuonyesha gisi wamechukua vitu vyetu na kusema kwamba ni wao ndio wameandikwa kule. Ndio maana muelewe kwamba mtu mweusi anapozaliwa, kila mweusi anapozaliwa, jina lake tayari limeshaandikwa katika kitabu cha uzima. Nyinyi nyote ambao mko hapa weusi, nyote majina yenu yameandikwa, na sio hayo majina ambayo anasoma hapa, Liza, Maleva, Peter, Lightness. No, hapa sio majina hayo, ni majina ya roho yako. Kila roho ya mtu ina jina lake pekee, ni hayo. Unapozaliwa tu, mtu mweusi unapozaliwa, pap, jina lako lipo tayari katika kitabu cha uzima, na kitabu cha uzima ni kaka yetu Roho wa agizo kula vitu, ambaye yeye ndiye anayeweza kupatia uzima. Unasikia? Hivi jina lako lipo tayari, na ndio maana mtu mweusi anapozaliwa, kila mtu mweusi anapozaliwa anazaliwa tayari, kuna nyota yake pia ipo tayari. Nyota yako ipo tayari. Katika hizo nyota za mbinguni ambazo unaziona kuna nyota yako, lakini usiwe pale unaangalia labda hii ndio ya kwangu, naona inaniangalia. Aya, sio hivyo. Hilo mlielewe tu. Na nyuma ya hiyo nyota kuna malaika, kuna roho, na huyo roho ndio atakuwa ni roho mlinzi wako. Je, huyo roho ambaye mteta malaika anakufanana? Hizo hapana. Msiniulize hili swali, sitalijibu. Hata mkiniuliza baadaye sitawajibu. Kwa hiyo ndugu zangu, nikupenda kuambia kwamba mambo ya kiroho, mambo yetu yalibadilishwa. Ukweli uko wazi hapa, umekuja katika lengo la kuwaokoa. Mwachani na dini. Dini ni upinga ukweli. Dini zimekuja katika lengo moja la kumfunga mtu mweusi kiroho asiendelee. Na ikiwa unaona nchi zetu zinabanwa hadi muda huu, ni kwa sababu watu weusi wanapenda kujikwamua, aidha kuondokana na haya mambo kimwili. No, wazungu walianza hapa kiroho, wakatushika na hapo sasa mikono wakaweza. Uwezi ukamfunga mtu mikono ambaye kichwa chake kinatumika vizuri. Ndio maana walianza kwenye kichwa, maandiko, kwa sababu wanajua mtu mweusi mambo ya kiroho ndio anayapenda sana, kwa sababu yeye ni mtu wa kiroho. Mbona nafikiri mtu mweusi ni mtu wa kidini? No, dini zinamfanya mtu mweusi awe mtu wa dini, lakini mtu mweusi ni mtu wa kiroho, kwa sababu roho yake imetokana na roho wa mwisho kuumbwa. Ndio maana mtu mweusi ni Mungu katika dunia hii, lakini Mungu ambaye amepotea hajui kwamba yeye ni Mungu. Mtu mweusi ni Mungu katika dunia hii. Inasema, narudia tena, mtu mweusi ni Mungu katika dunia hii. Mwanamke mweusi ni Mungu wa kike katika dunia hii, na hilo mnaweza mkadhibitisha ndani ya maandiko, kitabu cha Zaburi kama ya 82, sikumbuke vizuri, inasema, nimesema kwamba ninyi ni miungu, wana wa aliye juu, lakini mnakufa kama wanadamu. Ile andiko ukilisoma unasema ndio maana nawaambia kuna tofauti kati ya watu na wanadamu. Nimewaambia nyinyi ni miungu, wana wa aliye juu, lakini mnakufa kama wanadamu. Wanadamu ni wale ambao si weusi. Hiyo mnaelewa vizuri? Kwa hiyo maana watu wanaangamia tu kwa sababu hii. Unaona, Mungu asiyejitambua yeye ni nani anaangamizwa tu na tutoto ambao tumezaliwa siku hizi mbili, tunakuja kumwambia hapana, Mungu wako ni Yehova Elohim Shaddai. Haleluya! Mungu unadanganywa na unaona. Amka, chukua nafasi yako, ni muda wa kuamka. Chukua wadhifa wako, na ukitambua wadhifa wako, hakuna mtu ambaye atakuvamia tena, hakuna mtu ambaye atakudanganya tena. Sisi tumeshaamka, sio tumesha kwa hapa, yani hakuna atuogopi, hatuna wasiwasi kwa sababu tumeamka. Kwa hiyo ni muda wako nao pia kuamka, hata kusinzia. Usiharibu muda wako. Yes, Zaburi 82, yes, 6. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Yes.
lakini mnakufa kama wanadamu. Kwa hiyo hilo linajulikana watu weusi. Kwa hiyo msijizarau, msijione kwamba labda nyinyi ni duni katika dunia hii. Hapana, haya mambo ambayo watu weusi wanapitia ni adhabu, njaa, nini, kila kitu, msijali, ni adhabu ambayo mtu mweusi anapitia, inatoka katika ulimwengu wa kiroho. Kaka zetu ndio wametuweka, kwa sababu tumeasi, tunatakiwa kurejea, na tukirejea na tumeshaanza kurejea, Luba anaendelea kujitukuza.